Sakata la mirabaha ya wasanii limezidi kupata picha nyingine sana kwenye mitandao. Of course, licha ya kwamba Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo bajeti yake kusomwa siku ya jana bungeni imezidi kuchukua sura mpya. Wasanii wamekuwa kilalamikia mirabaha imechelewa miaka mitatu, hawajapokea kutoka upande wa serikali, lakini pia hawajapokea kutoka upande wa TAMRISO. Sasa tunaye kaimu afisa mtendaji mkuu wa KOSOTA Bi Naomi Mungure, ambaye yeye anatufafanulia zaidi hili sakata likoje. Ilikuwaje mirabaha imechelewa licha kwamba tumesikia wamekusanya fedha zaidi ya milioni 800. Je, limekaa vipi? Mbona wasanii hawajakabidhiwa? Wasanii wanavyolalamikia hii mirabaha kuwa ni fedha zinazotolewa ni ndogo kuliko kile ambacho wanaamini kinakusanywa. Ufafanuzi wake uko vipi? Kuna mirabaha ambayo tulitangaza kugawa tarehe 18 Aprili ambayo ni mirabaha inayotokana na tozo ya haki miliki. Hii mirabaha inakusanywa na KOSOTA lakini kupitia TRA na tugawe tarehe 18 Aprili irishwa. Okay. Kwa sababu ilikuwa tugawe mirabaha na kutoa mikopo kwa wale content creators. Hili ilikuwa lifanywe pia na mfuko wa utamaduni na sanaa kwa kushirikiana na KOSOTA. Kwa baada ya kuonekana viwango vya riba havijakaa sawa, riba za mikopo kwa hao wasanii, zoezi lote likaahirishwa, la mirabaha na ile la kutoa mikopo kwa content creators. Kwa tunasubiri tupate tarehe nyingine ambayo tutapangiwa baada ya zile riba kukamilika na swala yote yanayohusiana na mikopo kukaa sawa. Tutapewa tarehe kwa ajili ya kugawa hiyo mirabaha ambayo ilikuwa ni mirabaha ya mwaka 2023, 24, 24 na 25 Juni. Hata jana iliongelewa bungeni kiasi cha milioni 988. Hiyo mirabaha itaganywa na KOSOTA. Lakini kuna mirabaha ambayo ilikusanywa na kampuni ya kukusanya na kugawa mirabaha TAMRISO, na wenyewe wanatakiwa kugawa fedha hizo. Kwa hiyo tunaendelea kusimamia ili waweze kugawa fedha hizo mapema kabla ya mwaka huu kuisha. Hapo kwenye hiyo miaka mitatu yote, nakumbuka mara mwisho ilikuwa na kama inatakiwa kulipwa kila baada ya mwaka hivi, ama utaratibu ulikuwa kubadilika? Tuligawa 2000. Kulikuwa kuna mabadiliko ya sheria, lakini sisi KOSOTA tuligawa mwaka 2023 mwezi wa 7. Huo ndio ulikuwa mgao wa mwisho. Kwa baada ya pale kulikuwa kuna mabadiliko ya sheria kwamba kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha zenyewe ndio wakusanye, zinazosimamiwa na wasanii wakusanye na kugawa hiyo mirabaha. 2023-24 ndio tulipata hiyo kampuni ya TAMRISO ambao walikusanya pia na wanatakiwa kugawa. Kuwepo kwa hii kampuni ya TAMRISO inaweza ikachanganya watu, kwa sababu mara kwanza walijua wakikusanya wao wanakuwa wamemaliza na wanakuwa wako chini yenu labda nyewe kwa sababu ya monitor na vitu vingine. Inapotokea ndani ya miaka miwili wakilalamika hawajapokea, hawa TAMRISO na wenyewe wanakuwa changamoto nini labda kwenye kuwasilisha kwenu? Mwanzoni walikuwa hawajakamilisha vile viwango vya kugawa mirabaha, lakini hawakuwa wamefanya mkutano mkuu wa mwaka. Kwa hiyo hizo taratibu zote zinakamilishwa ili sasa tupate ile orodha ya wanufaika wote na ile mirabaha hiyo pia iweze kugawanywa. Kwa mwaka huu wa fedha tuna kampuni nyingine ya Soma ambao wao wanaendelea na ukusanyaji na fedha zao zitagawanywa baada ya mwaka huu wa fedha kuisha. Kwenye kudhibiti kwamba isitokee changamoto, bado TAMRISO iko chini yenu KOSOTA kwenye usimamizi na kila kitu? Bado iko chini ya usimamizi wetu kwa sababu hawajamaliza ile jukumu la kugawa mirabaha. Ukusanyaji unatofautiana vipi kwa kile ambacho mnakusanya nyinyi upande wenu KOSOTA ili kitofautiane na TAMRISO? Watendaji wasijikute wanarudi kwenda kukusanya sehemu zile zile kwa muda huo huo. Mirabaha ambayo inakusanywa na KOSOTA inatokana na tozo ya kimiliki, ile ambayo inatozwa kwenye vifaa vinavyoingizwa nchini au vinavyotengenezwa au kuundwa hapa nchini. Vifaa ambavyo vinatumika kubebea kazi za wabunifu. Kwa mfano vifaa ambavyo vilipitishwa na sheria mwaka 22 na 23 ilikuwa ni vifaa kama vile CD, DVD, TV, radio, vinyl na vifaa vingine 13 jumla ambavyo viliidhinishwa. Sasa mirabaha mingine ambayo inakusanywa na hizo kampuni ni mirabaha inayotokana na maonyesho kwa umma au public. Hizo kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha wao watakusanya kwenye hoteli, kumbi, radio na TV, vyombo na vingine kama hivyo. Kwa kile ambacho mmekikusanya watu bado wanakilalamikia, wanasema ni fedha ndogo 800 tu. Kweli itatosha? Utampa Alikiba ngapi, Diamond ngapi na wengine ngapi? Kwa sasa hivi ni kikubwa. Mara mwisho tuligawa milioni 396. Hii ni 988. Hata kama ni kwa miaka miwili lakini fedha zimeongezeka. Na hiyo ni kwenye eneo moja tu. Tukirudi kwenye eneo la public performance pia kuna mirabaha mingine ambayo kule watapata. Na broadcasting pia kwenye TV na radio kuna mirabaha mingine pia watapata. Kwa hiyo utakuta kuna maeneo mbalimbali ambayo msanii ananufaika na fedha zake. Kwa hii 988 bado ni hatua
kubwa kutoka 396 mpaka hii, na ndio maana bado tunaendelea pia kufuatilia kwa ajili ya kuongezea vifaa ili mirabaha iongezeke zaidi, hasa inayotokana na tozo ya hakimiliki. Wategemee lini wasanii kupokea hizo fedha, na mtaungana pamoja na TAMRISO ama mtatangulia nyinyi kwanza? Tunaweza tukaungana wote pamoja, na ndio maana tunakamilisha taratibu zote zikae sawa ili tuweze kuigawa kwa pamoja, na hata sasa fedha zitaongezeka pia kutoka 988 na kwenda zaidi ya bilioni 1. La kuongezea labda watumiaji wa zile kazi za sanaa, wamiliki wa mahoteli, baa, kumbi na maeneo mengine kama hayo, TV, redio, hao wote kulipia ili sasa wasanii nao waendelee kunufaika zaidi na kazi zao. Lakini pia kuhamasisha hao wasanii, wengi wanaongea lakini kuna wengine hawajasajili kazi zao KOSOTA, hawatambuliki. Ni vizuri pia wakajisajili kwenye sehemu ambayo ipo sasa hivi ya Soma ya muziki, lakini pia kusajili kazi zao KOSOTA ili waweze kunufaika zaidi hasa na hii mirabaha ya tozo ya hakimiliki.